kuzuru kaburi. Ziyaratul qubur, kuzuru makaburi, mustahabbatun, ni jambo lililosuniwa lirijali, kwa wanaume. Kwa nini? Lima rawahu Ahmad, kwa kilichopokea na Imam Ahmad wa Muslim na Muslim wa ashabi sunani, na watu wa sunani wale sunan, an Abdullah bin Buraida, kutoka kwa Abdullah bin Buraida, an abihi, kaipata kutoka kwa baba yake, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba mtume rehma na amani yake amesema, kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur, nilikuwa nikikukatazeni kuzuru makaburi, fazuruha, sasa yazuruni. Na maulama wameichukua hadithi hii kwa watu wote. Hapa heading imekuja kwamba kuzuru makaburi ni sunna kwa wanaume. Yani akisema hivi shekhe, kinyume chake inatahisia kama kwamba kwa wanawake vipi? Hakuna, sio kweli. Ipo, na atasema akikasema hivi kwa sababu kwamba kuna maulama wengine wamekataa hilo jambo. Kwa anaashiria kama kuna khilaf, lakini ataleta. Na hii hadithi iliyoletwa hapa ni hadithi ambayo inakuntume kazungumza kwa wanawake na wanaume, kwamba uko nyuma kweli alikataza, na alipokataza hakukataza kwa wanawake tu, alikataza kwa wanawake na wanaume. Tuko pamoja Sasa hii imekuja kunasikhi. Kwa hiyo hadithi yote ambayo itakuja kuzungumzia kukatazwa kuzuru kaburi, hadithi hiyo itakuwa ni mansukhu, nasikhi yake ni hii. Kuntu nahaitukum, nilikuwa nikikukatazeni an ziyarati al-quburi, kuzuru makaburi. Sasa fazuruha, sasa yazuruni. Kwa nini? Fa innaha tudhakkirukum al-akhirah, kwa sababu kuzuru makaburi kutakukumbusheni akhira. Wa kana nahyu, na lilikuwa katazo mwanzo, lilikatazwa ibtidaan, pale walipoanza Uislamu ndio lilipokuja katazo. Kwa nini? Likurubi ahadihim, kwa sababu ya ukaribu wa muda wao bil jahiliya, na kwenye ujinga. Yani ndio kwanza wamesilimu juzi, wako karibu na ujahili. Kwa hiyo pale wakiambiwa wakazuru kaburi, bado wana ule ujinga wao, kwa na ule ni shida kuacha, watahemko, watafanya mahemko yao. Ndio maana mwanzo walikatazwa, kwa sababu ndio kwanza wametoka kwenye ukafiri watu. Wa fil waqti alladhi, na katika wakati ambao lam yakunu yatadarrauna, ndio yatawarrauna, walikatazwa katika wakati ambao lam yakunu yatawarrauna fihi, hawakuwa wenye unyenyekevu kwenye hilo. An hajaril kalami, hawatakuwa na unyenyekevu kipindi kile kutokana na hajaril kalami, na maneno machafu, wa fahshuhu, na yale maneno mabaya. Watakwenda kule watasema maneno mabaya ambao wameyazoea kwenye ujahilia huko, kwa maana wakakatazwa mpaka wapate imani. Falamma dakhalu fil islam, sasa walipoingia kwenye Uislamu, watma'annu bihi, na wakatulia, wakapata utulivu, wa arafu ahkama, na wakawa tayari wamejua hukumu zake, hapo udhina lahum au adhina lahum shari, sheria ikawaruhusu biziyaratiha, kuzuru, kwa sababu sasa watatembelea na hawatoleta yale mambo ya ajabu, kwa sababu tayari imani zao zishakita. Wa Nabii Huraira, kutoka kwa Abi Huraira, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akamtume rehema yake, zara qabra ummihi, tume alizuru kaburi la mama yake, fabaka, alilia sana mtume, wa abka man hawlahu, na akawaliza wale waliokuwa pembeni yake. Fakala, akasema Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, akasema hivi, ista'adhantu rabbi, nimemuomba ruhusa Mola wangu, an astaghfira laha, nimuombe msamaha mama yangu, falam yu'dhana li, hakuniruhusu mimi. Lakini wasta'adhantuhu, nimemuomba ruhusa an azura qabraha, nizuru kaburi lake, fa adhana li, kaniruhusu kuzuru, nikazuru, lakini istighfari sitaki usiombe. Ndio maana akasema fazuruha, jamani yazuruni makaburi, fa innaha tudhakkiru almauta, kwa sababu kukidembelea makaburi ni kunakumbusha kufa. Tajua kwamba mimi kuna siku nitalala hapa, nitakufa. Kama hupiti makaburi utaona sote uko hai tu. Rawahu Ahmad, hadith bukana Ahmadi wa Muslim na Muslim wa ahlu sunani, na wale ashabu sunani, illa Tirmidhi, isipokuwa Imam Tirmidhi hayumo katika wapokea. Walamma kana almaqsud min az-ziyarati at-tadhakkuri wal-i'tibar, walamma kana, kwa kuwa imekuwa, almaqsud, malengo, min az-ziyara, ya kuzuru kaburi, malengo yake nini? At-tadhakkur, malengo ni kujikumbusha.
wal-i'tibar, na kupata mazingatio. Kwa kuwa malengo ni hayo, basi jaza ziyaratu quburul kufra, pia inajuzu hata kuyatembelea makaburi ya makafiri. Lihadha al-maana nafsi, kwa hii maana yenyewe, kwa sababu mazingatio na kukumbuka, ina maana hata kaburi la kafiri ukienda ukilikuta kafiri limefukiwa pale, pia tadhakuri unaipata. Kwa hiyo kuzuru kaburi siku ya Kiislamu tu, hata yale ya makafiri waweza kwenda kuzuru, ila tu kuna tofauti moja, kwamba utakapokwenda kuzuru Uislamu pale utapata kuwaombea na dua wale, kule huendi kuwaombea dua. Kule unaweza ukawasimanga kidogo, ukawauliza vipi mmeakuta huko wale ambao waja rabbuka haka, naweza ukawasimanga kidogo, lakini kuzuru kote inafaa. Fa in kanu dhalimina, ikiwa wale makafiri wendao watembelea na kuzuru ni madhalimu, wa akhadhahum bidhulmihim, na ikawa Allah aliwaadhibu kwa dhulma zao, unapokwenda kuzuru istuhibba albukaa, inasuniwa ulie. Kiwa kama ni makafiri ambao walifanya dhulma mpaka Allah akawaangamiza, basi inasuniwa ukenda kuzuru kaburi zao ulie. Ukijiona kulia huwezi, bora usende. Wa idharu iftikar, ulie na udhihirishe uhitaji wako ila Allah, kwa Allah, kwamba ni fakiri. Inda mururi bikuburihim, pale unapopita kwenye makaburi yao, basi ulie. Wa idharu iftikar, na udhihirishe kuhitaji, kwamba ni fakiri, ni muhitaji ila Allah. Inda mururi bikuburihim, pale unapopita kwenye makaburi yao. Wa bimusari'ihim, na unapopita kwenye masari yao, si kwenye makaburi tu, hata kwenye masari yao, yani kwenye sehemu waliangamizwa, hata kama hawakuzikwa pale, lakini hapala paliangamizwa watu. Kwa mfano tupo kwa mfano kule Sodom, hata kama hapana makaburi pale, tupo lakini si waliangamizwa watu, basi pale panaitwa masari za. Ukipita maeneo kama yale ulie na ujionyeshe, udhihirishe ufakiri wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi masari. Kwa ushahidi gani? Lima rawahu al-Bukhari, kwa kilichopokewa na Imam Bukhari an ibn Umar, kutoka kwa Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume rehema na amani juu yake amesema, li ashabihi, aliwaambia masahaba zake, yani akusudia lamma wasalu al-hijra, pale walipopita mji wa Hijri. Mji wa Hijri ni mji ambao wakikaa Kinaadi, unaitwa Hijri ule mji. Walipopita Hijri, diara Thamudi, wale katika miji ya Thamudi na Kinaadi, Mtume aliwaambia masahaba zake, la tadkhulu ala haulai, musiingie kwa hawa almuadhabina, waliwadhibiwa au wanaadhibiwa, illa an takunu bakin, isipokuwa muwe mnalia. Fa in lam takunu bakina, kama mkijiona mijicho migumu hamlihi, fala tadkhulu alayhi, musiingie kabisa. Kwa nini? La yusibakum ma asabahu, yasije kupateni kama yaliyowapata wao. Sababu kama na wewe unapita pale, na wewe tena maana yake leo utafuata kuangamizwa, onekana na wewe mgumu kweli. Kwa hiyo hii ndiyo sunna ya kutembelea makaburi. Muda uko soma huko. Sifatu ziyara, sifa ya kutembelea. Twatembelea vipi ile makaburi? Idha wasala zairu ila alqabri, akifika mtembeleaji kwenye kaburi, anatakiwa istakbala wajha almayit, aelekee ule upande aliyoko yule maiti, wa yusallimu alayhi, amsalimie, wa daa lahu, na amuombee dua. Wakad jaa fi dhalika, na imekuja katika hayo hadithi ya kwanza, an Buraida takala, amesema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtume rehma na amani juu yake, yuallimuhum, alikuwa akiwafundisha, idha kharaju ila al-maqabiri, wanapotoka kwenda makaburini, an yaqulu qailuhum, aseme msemaji wao, assalamu alaykum ahlu diyar,
Ndio salamu yenyewe hiyo ya kusalimia. Amani iwe kwenu ahlud diyari, watu wa mji huu, minal mu'minina wal muslimina, kutokana na waumini na waislamu. Wa inna, na sisi insha Allahu, akipenda Allah, bikum, kwenu, lahikuna, tutakutana. Antum faratna, nyinyi mmetutangulia tu, wa nahnu lakum, na sisi kwenu tabu, tunafata. Wa nas'alullaha lana, tunamuomba Allah sisi, walakum, na nyinyi, al-afia, atupe afya. Rawahu Ahmad wa Muslim wa ghayruhuma. Pili, wa ibn Abbas, kutokana na ibn Abbas, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume marra bi quburi al-Madina, alipita mtume kwenye makaburi ya Madina, fa akbala alaihim, akayaelekea yale biwajihihi, kwa uso wake, kwa maana unaelekea. Fakala, alafu akatoa salamu akasema, assalamu alaikum ya ahlal quburi, amani iwe kwenu nyie watu wa makaburi haya. Yaghfirullahu lana, Allah atusamehe sisi. Walakum, na nyinyi. Antum salafuna, nyinyi mmetutangulia. Wa nahnu bil athari, na sisi tunafata. Rawahu Tirmidhi. Tatu, wa ana Aisha takalat, kutoka mama Aisha amesema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, alikuwa mtume, rehma na amani juu yake, kullama kana lailatuha, kisha ukifikia usiku wake mtume, unani mama Aisha, zamu yake, usiku wa zamu yake, basi mtume ilikuwa yakhruju, atoka min akhiri laili, mwisho wa usiku, maana alfajiri, kila siku ya Aisha zamu yake, basi ikifika alfajiri atoka. Ni kama wanawake wengine wakubali, watoka za kusamu yangu tu. Na akitoka alfajiri uenda wapi? Makaburini. Si mwanga utakuwa alfajiri uenda makaburini. Anatoka min akhiri laili, mwisho wa usiku, na alfajiri. Wapi anakwenda? Ila albaqi, paka Baqi. Na siku moja naye alikuwa kwanza hajajua, alikuwa hajajua atoka wapi. Alikuwa anamgundua kwamba huyu mtume usiku alitoroka. Kuna siku alimvizia. Kuna kisa bila shaka mshakisoma kwenye ahkamu janaiz, ipo, si inasoma hiyo janaiz. Alikuwa siku nyingine anamgundua usiku, na alikuwa anamuibaiba, alikuwa anamvizia kalala, mtume anachoma. Jamaa akashtuka. Kuna siku naye akamtega kuna siku, akajifanya kalala. Mtume akaenda akamchungulia na kwamba naye anakatega, ajua kwamba saa huyu jamaa ana kitu. Sema leo nataka nimtizame huyu atoka aenda wapi siku zote. Basi jamaa akanyanyuka kidogo, akachukua viatu vyake, anasema ruwaida, kidogo. Kafungua mlango kidogo, sio kalia yule, akaamka. Akaufunga kidogo, asema kuufunga tu, asema Aisha naye kato. Nikanyanyuka, piga juba langu, nikaanza kumfuata. Kwa hiyo kama anafuatwa hajui kama afuatwa. Jamaa siasa pengine kuna mbuzi huko anaibia au sio? Lakini kumbe safari akaiona imeishia makaburini. Kwa safari imeishia makaburini, akamkuta pale anaomba dua. Mtume kuja kugeuka nyuma, aona kivuli cha mtu, asema leo nitakatishwa. Na mtume alikuwa na tabia hatishiki upumbavu, ukimtisha anataka akione kile kimtishacho. Kwa hiyo ikabidi akifuata kile kitu, kutaka kujua nani huyu. Na yeye alipoona anafuatwa akageuka, na yeye akawa wakalipizana, wewe usudi nificha na mimi najificha usidi. Kwa hiyo kaya anakifuata yule kile kivuli cha mtu, na mtu wenyewe naye asema Aisha nkana mimi nakimbia. Mtume akaongeza spidi, sema mimi ndio mbio nyingi. Kipindi kile mtoto mdogo atampata wapi? Sema nkawahi nyumbani, nkalala, nkajifunika na koroma. Lakini kukoroma kwa uongo. Mtume naye akamtizama, akajua ndio huyu na vituko vyake. Kamwambia Aisha, unatetemeka, ndio umelala, unatetemeka na kuona. Hivi una wasiwasi gani wewe Aisha? Hebu niambie. Wewe ndio uliokuja kule, ajifanya kama anaamka sasa. Kwa nini? Wewe ndio uliokuja kule makaburini ukanifuata. Sie. Basi kama wewe unanificha, la naba'ani al-hakim al-khabir. Ataniambia yule mwenye akaona yasijekuwa yale ya sura at-tahrim, kaambia kweli nilikuwa mimi. Basi ndio maarufu. Manake nina wasiwasi ati naona usiku. Sasa Aisha, unaona wasiwasi mpaka kwa mtume wa Mungu? Mtume wa Mungu atoa wasiwasi. Wewe shehe na wewe ustazi, watu wafanya wasiwasi haki yao.
Sema shehe nzima ndio. Sema abiria chunga mzigo wako. Haya, twende. Ya tatu ndio ya Aisha, kullama kana lailatuha yakhruju min akhir al-layli ila al-baqi fayaqul, anasema kule Baqi, assalamu alaykum, amani kwenu dara qaumin, mji wa watu mu'minina waumini, wa atakum ma tu'aduna, yamekujieni yale mlioahidiwa, ghadan, kesho, muajjaluna, mmekewa muda, wa inna, na sisi insha Allah, akipenda Allah, bikum lahiquna, tutakutana. Allahumma ighfir li ahli Baqi al-Gharqadi, Mola wangu wasamehe watu wa makaburi ya Baqi ya Gharqadi. Ndio jina lake, Baqi al-Gharqadi, kuelekea makaburini tunavyoita sisi, na Baqi al-Gharqadi. Rawahu Muslim. Ya nne, waruya anha, imepokelewa pia kutoka mama Aisha, kala atakasema, qultu, nilisema kumwambia Mtume, kaifa aqul, vipi niseme, lahum, kuambia maiti, ya Rasulullah, mjumbe wa Allah, nkizuri anakusudia. Kala Mtume akamwambia, kuli, sema hivi, assalamu ala ahli diyari, amani iwaendee watu wa mji huu, minal mu'minina wal muslimina, katika waumini na waislamu, wa yarhamullahu almustakdimina, awarehemu Allah waliotangulia, minna, katika sisi, wal mustaakhirina, na waliochelewa ambao hawajafa na watakufa baadaye, wa inna, na hakika sisi, insha Allahu, akipenda Allah, bikum lahiquna, tutakutana. Hii ni ushahidi kwamba wanawake inafaa kuzuru makaburi. Ana kamwambia, nisemeje nikenda? Ingemwambia ukaseme wewe haifai kuzuru makaburi, unakaseme nini? Lakini amfundishe kusema. Wa amma ma yaf'aluhu ba'dhu, ama yale wanayoyafanya baadhi, man la ilma lahum, ambao hawana ujuzi wowote, minatamassuhi bil adriha, kwenda kujipaka na kugaragara kwenye ile minara na vibanda, wa takbili, hana kubusu, wa tawafi haulaha, na kutufu, kuzunguruka pembezoni ya makaburi yale. Hichi kitendo, fahuwa minal bid'il munkara, ni katika uzushi wenye kukataliwa, wenye kuchukiza kabisa. Wallati, na katika jambo ambalo, yajibu istinabiha, inawajibika kujiepusha nalo, wa yahrumu fi'luha, na ni haramu kufanya hivyo. Kwa nini? Fa inna dhalika, kwani hakika jambo hilo, bil Kaabati, linatakiwa kufanya kwenye Kaaba, ndio unaweza ukabusu Hajar al-Aswad. Kwa nini kule ifai? Zadaha Allah sharafan, Kaaba Allah kaipa sharafu zaidi, lakini si kwenda kubusu kaburi. Wala yukasu alaiha qabru nabi, wala Kaaba haitokisiwa na kaburi hata la Mtume. Ile Kaaba utukufu wake halipimwi likakisiwa hata na kaburi la nani? La Mtume, kwamba labda kaburi la Mtume litakuwa na utukufu kama ile nini Kaaba, kwa kuwa Kaaba unabusu ile Hajar al-Aswad, au unaweza ukabusa hivi haiwezi kukisiwa na Kaaba. Wala dharihin wali, wala mnara wa wali. Wal khairu kulluhu fi ittiba'i, bana, khairi zote ziko katika kufuata Qur'ani, yani na sunna, sio kujizulia zulia. Wa sharru kulluhu, na shari zote zapatikana fil ibtidai, kwenye kuzua mambo. Qala Ibn al-Qayyim, amesema Ibn al-Qayyim, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, alikuwa Mtume, rehma na amani juu yake, idha zara al-qubura, anapozuru makaburi, yazuruha, akiyatembelea, liduai li ahliha, kwa sababu ya kuwaombea dua wale wenye makaburi, si kwenda kuomba yeye, kuwaombea dua ili ahliha, kuwaombea dua wale waliolala pale, watarahumi alaihim, na kuwaombea rehma, wal istighfari lahum, na kuwaombea msamaha. Lakini wapi? Fa abal mushrikuna, wamekataa washirikina, illa dua, isipokuwa lazima waombe dua almayita, kuwaomba maiti waombe pale, wal iksama ala Allah, tena na kuwapa kwa Allah, bihi, kwa kuwapia maiti zao, wa sualihi alhawaiji, na kuwaomba maiti wao shida mbalimbali, wanawaomba maiti, wal isti'anati bihi, na kutaka misaada kwa maiti. Washirikina hawakukubali, lazima wafanye hivyo. Watawajjuhi ilaihi, tena na kuwaelekea wao, biaksi hadihi, au watawajjuhu ilaihi, na kuelekea kwenye mambo ya maiti, biaksi hadihi,
kinyume na ule uongofu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakwenda kinyume nao. Fa innahu, kwa sababu uongofu wa Mtume ni hadiyu tauhidi, ni uongofu uliokuwa unampeleka mtu katika upwekeshaji, wa ihsani ila almayiti, na kuwafanyia wema maiti. Maana unakwenda kuwaombea dua, unawafanyia wema maiti, kuwaombea dua. Lakini wa hadiyu haula, uongofu wa hawa, shirkun wa isaatu ila nufusi, ni kushirikisha na kuzikosea nafsi zao wenyewe, lakini wa ila almayit, na pia kuzikosea mpaka nafsi za maiti wanazikosea kwa vile kwenda kuziomba. Wahum thalatha aqsam, wanaokwenda makaburini wako wa aina tatu. Imma an yad'ua lilmayit, imma wengine wanakwenda kuomba, kuwaombea maiti, au watakuwa wako sawa. Au yad'u bihi, wengine wanakwenda kuomba kwa ajili ya maiti, huo ni mtihani. Au indahu, au wengine wanakwenda kuomba mbele ya maiti, ajua mimi huko nikiomba dua kote nina shida yangu haikubaliki, ngenda nikiomba pale mbele ya maiti fulani dua itakwenda tu. Wayarauna dua indahu, na wanaona kuomba dua mbele ya kaburi aula, ni bora zaidi mina duai fil masajid, kuliko kuomba dua misikitini. Lakini waman ta'ammala hadi rasulillah, atakaizingatia vizuri uongofu wa Mtume sallama, wa ashabihi, na masahaba zake, tabayyana lahu, itambainikia yeye, alfarqu baina al-amrayni, itambainikia tofauti kati ya mambo mawili haya, baina ya kuwaomba maiti na kuwaombea maiti. Wallahu inshallah tuweke